Ndio ambacho kinaendelea na kimejitokeza katika mchezo wa timu za Manispaa ambazo zimeweza kutupeleka katika matokeo ya magoli 3-2 Mbeya City wakiwa wameibuka kinara katika dakika 90. Ilikuwa ni funga ni kufunge, lakini hatimaye wakapata jawabu ambalo limewafanya waibuke na pointi 3 wakiwa wamefunga magoli 3 wakiruhusu magoli 2. Ni mchezo ambao ulikuwa na nyakati tofauti. Wakati tunazungumza dakika 45 zilizopita Kiema na Muro, tulizungumzia yale ambayo yamejiri. Lakini swali langu la mwisho lilikuwa ni kwamba ili KMC waweze kuhimili iko kishindo, warudi nyuma ya mpira au wafanye nini? Lakini naona yaliyokuja huku yamekuwa ni kinyume na matarajio. Nini ambacho kiliwakosa KMC? Cha kwanza, muda mwingi wa kipindi cha pili ni kama walikubali kuwa timu ya pili kiwanjani, mpaka ambapo walikuwa wakifungwa ndio wana react kuweza kujibu hilo tukio. Lakini utaona wakati wanaongoza goli moja walikuwa wako nyuma ya mpira muda mwingi, na kwenye nusu yao ndipo ambapo mpira wenyewe ulikuwa unachezwa. Kwa hiyo hilo ilikuwa ni sehemu ya sababu ambazo zilipelekea sasa Mbeya City wale wachezaji wa eneo la ushambuliaji ambao walikuwa na eneo kubwa la kukimbia mpaka kulifikia eneo la Mbeya City la KMC walikuwa sawa na eneo dogo zaidi la kufanya hizo movement. Tazama toka kipindi ambacho ameingia Rifat, ni muda mwingi sana alikuwa anakimbia karibu na box, kwa maana kwamba timu yake muda mwingi ilikuwa iko karibu na box la KMC, kitu ambacho kiliwafanya waweze kutengeneza hizo nafasi na kufunga magoli 3. Kwa hiyo mbinu ambayo waliamua kuja nayo ndio ambayo iliwakaribisha Mbeya City kwenye eneo lao la kujilinda. Well, Muro, tumeweza kuangalia kile ambacho Kiema amekizungumza hasa kuhusiana na matukio ambayo yamesababisha Kinondoni Manispaa kupoteza mchezo wao. Lakini licha ya hivyo, inaonekana kwamba wamekuwa na tatizo. Ni mchezaji mmoja ambaye alikuwa mchezaji bora wa mchezo huu kama ameshindwa kudhibitiwa, akihusika katika maeneo mengi ya ushindi kwa Mbeya City kwa leo. Nini ambacho walishindwa kufanyia kazi? Kwanza unaweza ukapongeza namna ambavyo mchezaji anapotokea bench anakuwa amestudy kitu gani. Wakati mwingine sio kila kitu ambacho mwalimu atakuelekeza ukakifanya. Game reading yako ukiwa kwenye bench, unaona vitu gani, unaona magepu wapi. Angalia movement nyingi alizozifanya Rifati Msuya, ni movement nyuma ya fullback wa kulia wa KMC Castor Mwangabu. Ameomba mipira mingi sana kwenye blind side, players wakiwa hawamuoni anapita wapi, lakini anashtukia tayari ameshapewa mpira katika maeneo ambayo mwanzo kabla ya kupasiwa unakuta unamuona kwenye kifua chako, mbele ya uso wako, lakini anapouombea mpira anaomba nyuma ya mgongo wako. Pasi ambayo ilisababisha penalty ilikuwa the same. Tuangalie ile goli kwanza kabla tujaje kwenye ile goli la 3. Yes, hili ni bao ambao amefunga Juma Uledi wa KMC kwa juu wa free kick. Tuangalie kipindi cha kwanza, Mbeya City waliconcede bao kwa KMC kwa free kick, lakini wameconcede tena kwa free kick. Kesi haijawa tu kuwa ni bao. Kesi inamtazama, je, Juma Uledi alikuwa kwenye eneo la kuotea ama la? Kwa sababu ni kweli amemalizia mpira wa pili, lakini ukitazama mlinzi wa mwisho hapa, angalia movement hii hapa, mpira unatoka mguuni unaelekea ndani ya boksi. Hapo wakati wanauokoa hapo, ukistopisha hapo utaona jezi ya KMC inaonekana ndo ya pili kutoka mwisho kwenye goal line, kwenye mstari wa goli. Maana baada ya golikipa Hashim Musa wa Mbeya City, anayefuatia anaonekana Juma Uledi. Kwa hiyo kwa maana ya bila kutazama teknolojia ya libero itatuonyesha nini, lakini kwa eneo hilo, lakini kwa sababu maybe ya mchanganyiko wa wachezaji hapo, ilikuwa ni ngumu sana muamuzi kuanticipate jezi ya Mbeya City ipi ipo karibu zaidi, na especially huyo mtu anayegeuka naye, nafikiri kwa David Mwasa, beki wakati wa Mbeya City. Lakini end of the time ni reaction ambao wao wameifanya, kazi yao mama wameifanya, kwa sababu wao hawapo pale kwa ajili ya kufanya maamuzi, wapo pale kwa ajili ya kuhakikisha KMC inapata bao. Hilo la maamuzi tawachia huyo mtu wa katikati na line 2 wake kule juu. Kwa hiyo hili ni bao ambao Juma Uledi ndo alisawazisha. Ilikuwa ni mechi ambayo reaction ilikuwa nzuri. Mimi niliamini kweli Mbeya City atakuwa anatengeneza action nyingi, wakati
KMC akiwa ana react. Naam, tuangalie goli la tatu Kemba, na nilikuwa nimgusia hapo Moro kuhusiana na Rifat ambaye leo hii ameibuka pia kwa nyota wa mchezo huu. Jinsi gani ambavyo baada ya goli hili tulikuwa tunategemea kwamba mpira sasa utakuwa na utulivu wa hali ya juu, lakini hamna aliyetuliza. Rifat anaenda kufunga goli kama hili. Hapa wapi tena walipotea nao? Cha kwanza unaweza kusifia tukio la Mbeya City kupata mpira wa kurusha na kurusha kwa haraka. Matarajio unaweza kuona mrushaji nadhani ni Mwalianzi. Yes. Kama sio kama naona vizuri. Unaweza kuona uzoefu ambao Mwalianzi yuko nao. Ndicho ambacho kimedhalisha ile goli, kwa sababu baada ya mpira kutoka saikolojia ya wachezaji huwa inawaambia ni kama kuna kupumzika fulani. Kwa hiyo wakati wao unafikiria kupumzika, wanachukua mpira Mwalianzi haraka haraka anarusha. Kwa hiyo mnajikuta, tazama ule mpira wa kurusha uliowakata watu watatu wa KMC. Yes. Kwa hiyo wachezaji watatu walikatwa na pasi moja tu ile ya Mwalianzi ya kurusha, kitu ambacho kiliwafanya watu wengine kuwa free, huku akiwemo mfungaji wa goli Noshad ambaye kipindi cha kwanza pia alipata nafasi. Inaweza ikawa ilikuwa karibu zaidi kuliko hii, lakini alikosa kwa goalkeeper kuweza kucheza. Kwa hiyo kitu ambacho amefanya Mwalianzi kiliwachanganya kabisa KMC na kuwafanya sasa wa react kwenye tukio na kujikuta wamechelewa. Hapo unaweza sasa kuona Rifat ni kitu gani ambacho anacho yeye ndani yake. Amerushiwa mpira, defender anakuja. Cha kwanza ni kuhakikisha yule defender mpira hauchezi, lakini kuangalia mtu ambaye ana nafasi nzuri ya kufunga kuliko yeye, kwa sababu tayari mbele yake kulikuwa kuna mlinzi na goalkeeper. Kwa hiyo tukio, watu wawili wamefanya tukio ambalo limezalisha ushindi kwa timu. Tukio kubwa likiwa ni mpira wa kurusha ndio ambao uliweza kuzalisha hilo tukio. Kwa hiyo Pato, unaweza kuona uzoefu wa Mwalianzi kiwanjani si tu kwenye kupiga pasi, lakini kuweza kutafsiri matukio. Sasa hizi ni tukio gani linafuata? Hiki ndio ambacho nakigusia wewe, kwamba kuwa na mchezaji mwenye uzoefu au legend katika timu sio kubishana na kocha, bali kufanya mambo ya vitendo. Yaani wewe kufanya mambo yatokee. Sio kocha anaelekeza na wewe unamuelekeza kocha. Hapana. Wewe ni kufanya mambo uwanjani yatokee, kwa sababu hata mwalimu anaamini uzoefu wako unaweza kuchangia kuleta kitu cha ziada. Na hiki ni kitu ambacho kama una uzoefu na haya matukio, huwezi kwenda kurusha haraka haraka, kwa sababu kwanza ni 2-2. Kisaikolojia hauna haraka sana. Unataka mjae vizuri ili uweze kurusha. Lakini ameangalia tukio linalofuata, amefanya tukio perfect, na nadhani mwalimu anajivunia kwa nini baadhi ya watu waliwapa nafasi ya kuingia kwenye dakika 30 za mwisho za mchezo. Amenikumbusha kabisa Nurdin Bakari. Haya mambo alikuwa Nurdin anaweza kurusha au kuanza mpira haraka haraka. Na hapo Pato, wakati namzungumza Rifati Msuya alivyotengeneza penalty ambayo alikuja akafunga Adili Buha, namna ambavyo anatoa option ya kuomba nyuma ya migongo. Penalty unajua alitengeneza eneo lile lile. Alipasiwa kwenye half space pale ndani ya box pale pale. Penalty ilitengenezewa pale. Bao la tatu aliofunga Said Naushad amelitengeneza pale pale alipoombea mpira wakati anakwenda kutengeneza penalty. Kwa hiyo hata bao alilofunga alitokea kwenye eneo lile lile na eneo na amepasiwa kwenye half space vile vile. Kwa hiyo mabao matatu ambayo Mbeya City wameyapata yote ni matokeo ya system ya ukimbiaji aliyokuwa nayo. Tunamzungumza Rifati Msuya nyuma ya migongo ya defenders, hapo utasema ni blind side. Upande wa upofu hawaoni kinachoendelea, lakini ni kama ametoka benchi, alafu maybe kama ni Nizar Alfani, kama ni Meki mwenyewe, kama ni kweli walikuwa wanamuelekeza bwana kuna maeneo ya namna ya kukimbia. Lakini mimi ninachoamini ni genius character, ni tabia binafsi ya mchezaji ya kiakili. Anakuwa na maana ameingia yuko hai kwenye mchezo. Angalia hiyo pasi ya penalty, kama mtozi ataturudishia kabla ya tukio kutokea, pasi aliyopiga kaomba nyuma ya ukuta. Hapa amerushiwa, angalia hapo anachoomba. Ile space iko very open. Kai attack, kaenda katengeneza bao. Alifungia pale pale bao lake binafsi. Kaja akatengeneza bao kwa mpira wa kurushwa eneo lile. Kwa hiyo
kale kaeneo kamekuwa ni magic place kwake. Si mambo ya Pononga hayo. Mbona msao Pononga yuko kwenye benchi pale. Au Kemba alikuwa mambo ya Pononga. Pononga ambaye yuko kwenye piki. Ambaye alikuwa ni mshambuliaji ambaye alikuwa pia anajua kutumia hizo nafasi za nyuma ya walinzi. Inawezekana ni sehemu yake ya majukumu ambayo anatekeleza. Lakini pia tufahamu huyu kijana Meki amemkuza kwa muda mrefu Mtibwa. Amemtumia Mtibwa tangu kijana mdogo. Meki anaifundisha Mtibwa, alikuwa anawapa nafasi yake na Rifat Msuya na Ismail Mhesa wakiwa wadogo sana. Kwa hiyo inawezekana amemwacha benchi, ndio ambaye amekuwa man of the match. Na leo ndo amekuja kumbeba. Na ni huyo Rifat tunaweza kumwangalia akiwa man of the match, as we say, kwamba kwa yote haya ambayo ameyazungumza leo hii tena wangetukatili wale. Unajua kuna siku huwa wanatukatili. Unaweza kuona yote yale ambayo amefanya mtu. Yaani Pato, kuna wakati ni rahisi kuchagua man of the match kwa sababu ya matukio makubwa kama ya goli na kutengeneza. Lakini kumfuatilia mtu ambaye alikuwa ni muhimili kwenye system ya uchezaji ya timu inahitaji pia ukae utulie. Baka kuna wakati mwingine kuna kitukio moja linabadilisha. Mechi iliyopita tuliona pasi ya Kisigino chwa. Ndio ibadilisha kila kitu. Ila Nsata kule alikuwa mchezaji. Yaani kakupa kabisa mpira wa kwako. Kwa madumbukiza mpira. Lakini nadhani amefanya kazi nzuri na amedeserve. Lakini pamoja na haya sasa na kazi aliyoifanya, Kinondoni Manispaa anaangukia wapi? Tuangalie lile sasa jedwali letu. Kama shughuli ndio wanasema Be Happy au ndio finali. Magojo kuna muziki ametoa nyimbo mbili kwa wakati mmoja. Diamond anatoa Happy ambayo inaenda nao, lakini Alikiba na finale, hiyo ndio final yenyewe. Hiyo shughuli inaendana na mvua. Watu wanakula mawimbi hakai. Mapema kabisa. Ulisikia wamesimama. Mashia wanakula wamesimama. Hiyo shughuli inaendana na mvua. Goli la pili ulimsikia kidambuka kabisa kasema kwamba shughuli imekwisha. Yaani hata kama mpira hujaisha, kabla lijarudi goli la pili la kusawazisha alishakwambia shughuli imekwisha. Lakini angalia msimamo huu hapa Kiemba. Yaani kwa kile ambacho tutakizungumza ni vigumu wakati mwingine kuweza kutetea kitu ambacho kina ugumu. Hasa katika hii ni mchezo wao wangapi? Wa 17. Wastani wa alama walitakiwa kusanya 51. Wanatakiwa na 51 yote. Sababu 17 mara 3 51. Wamedondosha njiani alama 43. Wamevuna 8. 8 hizo ni ushindi michezo miwili kiwemo dhidi ya Mashujaa na sare michezo miwili. Kwa hiyo kwa mechi zilizobakiza watakiwa kusanya pointi ngapi? Mechi 13 zilizosalia kufikisha 30, 13 mara 3 ni 39. Kwa hiyo 39 ndio alama ambazo ziko mbele yao, na kwa mujibu wa research yangu ya misimu minne iliyopita, timu yenye pointi 34 na kuendelea imeshika nafasi ya 12 kwenda juu. Yaani pointi 34 hazijawahi kumshusha mtu daraja wala kumpeleka playoff, kwa maana Dodoma Jiji mara 2 wameshawahi kuishia nafasi ya 12. Kwa hiyo pale alipo Simba ukiwa na pointi zile hizo pointi upo safe kwa sababu hiyo misimu minne niliyofanya research, msimu wa 4 kabisa ni Ruvu Shooting alisalia na pointi 34. Msimu uliofuata Coastal alishawahi kusalia na pointi hizo. Dodoma Jiji amefanya hivyo mara 2 ikiwemo msimu uliopita. Pointi hizo huwa sasa ndugu yangu Kiemba na Muro. KMC amebakiza mechi na nani Kiemba za kuweza kupata pointi hizo 30? Ndo maana unaona timu nyingi ambazo zilisalia na digit moja kwenye nusu ya msimu zilikuwa na wakati mgumu sana kubaki. Ndio maana unaona wanachukua na wataja IHF kama case study kwamba wao walibadilisha hizo namba na kuweza kubaki, lakini wengine wengi akiwemo Mtibwa ambaye tunamuona sasa hivi alishuka daraja kwa kumaliza na alama hizi. Mtibwa alimaliza na hizo alama 8 kwenye nani, acha duru la kwanza, ila mwishowe ameweza alama 21 wakati anashuka daraja msimu uliopita. Kwa hiyo unaweza kuona kwa ili asalie, ukifikisha alama 30 una uwezo wa kujitetea kwenye playoff ama kusalia moja kwa moja. Kwa hiyo kuna alama kama 22 ambazo wanapaswa kuzipambania. Kwa hiyo hapa inabidi itengezwe kamati ya saidia Kinondoni ishinde. Inabidi kama wanahitaji kubaki, kwa sababu Pato, ili uweze kusalia hapo mnahitaji tu kuzipa mechi namba zake na daraja. Mfano mna mechi dhidi ya Tanzania Prison. Hii ni lazima mshinde ili muendelee kumsogelea Tanzania Prison. Mna mechi dhidi ya Coast.
lazima mshinde mechi ya Coast ili muendelee kushindana nao nani anashuka. Una mechi dhidi ya Fountain Gate hivyo hivyo. Lakini unaweza kuwa na mechi dhidi ya Azam, dhidi ya Simba, dhidi ya Yanga. Hizo ni mechi ambazo unaweza usipoteze nguvu nyingi. Kwa sababu unaweza ukapoteza nguvu na ukaambulia alama moja ambayo sio kati ya wale unaoshindana nao. Alafu ile energy iliyopotea, kuna mechi za watu unaoamudu wawili mbele yako ambao unashindana nao kwenye kubaki. Unakutana nao wanakufunga. Yaani unaenda kutoka sare na Azam anakuja kukufunga Tanzania Prison. Azam ambaye hutakutana naye kwenye masuala ya kushuka daraja. Tanzania Prison unapaswa kuwa kama kuna ahadi viongozi wanaweka labda fungu. Wanapaswa kuwekea mechi ya Tanzania Prison, mechi ya Fountain Gate, mechi ya Mashujaa sijui au akina TRA nani. Lakini unakuta viongozi wengi mechi ya Simba, Yanga na Azam ndio wanaweka fungu. Unaweka milioni 50 kumfunga Simba au Yanga. Kama bana mkishinda kuna milioni 30. Heshima hiyo. Hiyo ndio ni heshima, lakini unapaswa kubaki kwenye ligi. Sasa naamini kwamba ni heshima ni kumfunga Simba au Yanga. Si ndio ni heshima unapata, lakini kwenye ligi unakuwa kwenye position gani? Leo unaweza ukawaliwa JKT kama wanawekewa mzigo kwa sababu tayari wako kwenye position ambayo wanahitaji labda alama 6 tu kuweza kusalia kwenye ligi. Lakini ukimkuta KMC anaitaka mechi na Azam kwa kutumia nguvu nyingi alafu anakuja kupoteza kama hivi na Mbeya City, unakuwa uelewi viongozi wanakuwa wanafikiria nini. Unaona nao inawezekana hisia ndo zinawapeleka kuliko logic. Kwa hiyo inabidi plani zianze za nani tutampa uwanja aweze kuutumia kwa msimu unaokuja wakati tuko kwenye championship. Bado haijaisha. Wanaweza wakafanya mambo ya yani kwa maneno mliongea nyinyi. Mimi kwangu mimi imeisha. Wanaweza wakafanya kama Ihefu walivyofanya. Kaka. Sio kwa namna hii. Ihefu walipigana sana. Mbao FC ya kocha nani Baba Isaya Minziro walishinda karibia game 8 mfululizo. Hawakusalia. Tuiangalie bado wakashuka ambayo inakuja kwa siku ya kesho. Tunaendelea hapa kwamba wale ambao mnawazungumzia kwamba labda anaweza akawafuata KMC na nani. Sasa ratiba zetu za kesho zipo kama hivi. Kwanza tutaanza na Mashujaa Pamba. Sawa? Mapema kabisa hiyo game saa 10. Tutakuja saa 10 Julio na nani? Julio versus Francis Barazi. Alafu tutakuja na game ya Yanga dhidi ya Tanzania Prison unaizungumzia. Kwa hiyo Prison labda anaweza kama amefuata maelekezo yako kwamba unamtazama nani wa kumtolea nguvu zaidi. Unapambana pale ambapo unaweza ukapambana na ukanini. Mimi ambacho sikipendi ni kwamba unacheza mechi moja kubwa vizuri, alafu yule mwenzio ambaye unamudu anakwenda kukufunga kwa sababu ulipoteza nguvu nyingi. Unajua kuna kipindi kuna watu walikuwa wamuelewi Mwalimu Zuberi Katwila. Alikuwa anacheza FA nadhani na Yanga au na wakati timu iko daraja la kwanza. Ndio. Akipanga kikosi ambacho cha kawaida tu ilikuwa ni FA. Watu wakanamuuliza 20 kibao. Vipi? Akasema bana mimi naenda kucheza na Yanga kwenye FA. Mechi ambayo asilimia zangu za kushinda ni ndogo. Kwa nini nipoteze mchezo huu alafu nikapoteza mchezo wangu unaofuata kwenye ligi baada ya siku 2 au 3? Hata Geita si wanafanya hivyo msimu huu. Games FA wanacheza kawaida kwa ajili ya kupanda. JKT wanamalizana na Namungo. Ndio mechi itakuwa ya saa 3. Muro huwa anasema hizi ni trip za Bunju, kutoka Tegeta Bunju Kongowe. Kongowe. Kwa wanaojua ruti ya jiji la Dar es Salaam, maana Bunju inakaribia Bagamoyo, maana ni kuelekea kaskazini ya nchi. Alafu Kongowe ni mbele ya Mbagala unaelekea kusini mwa nchi. Kwa hiyo ni nchi mbili za jiji la Dar es Salaam, nchi ya kaskazini na kusini. Kwa mimi itakuwa na Muro hapa bwana Kiemba atatusindikiza. Itakuwa ni muda ule ambao tunakaribia sasa kusherehekea Pasaka. Sema mechi zote nzuri, yani ruti sio ndefu. Mechi zote nzuri, Mashujaa dhidi ya Pamba, unaweza kaona unabondeka mpira. Uzito wa ushindani, Yanga Prison unaweza kuona uhitaji wa Yanga kwa sasa hivi wanataka kurudi kwenye hali yao ya kushangilia yena bado kama imepotea. Kwa hiyo kunaweza kuwa sare 3 mfululizo zile. Mechi nzuri ya sare zile kuzifuta, lakini pia angalia mechi ya mwisho Namungo JKT. Naona Namungo kwa nafasi hiyo muda mrefu hawajacheza mechi JKT. Tunaweza tukawa na mechi ambayo inaweza kuanza kurudisha sasa ladha ile ya kugombea top 6 sio tena top 4. Wale tumeweza kwenda. Kesho safari bado ipo ndefu zaidi na sasa ni muda wa kupumzika, lakini kwa Azam TV bado unatakiwa ubadilishe channel. Azam Sport 1, Azam Sport 2, Azam Sport 3, Azam Sport 4 kote unaenda kupata uondo. Kwa sasa
Kwa niaba ya wenzangu hapa Golisa Mula pamoja na Amri Kemba, niwatakie uangalizi mwema wa vipindi vyetu vijavyo.